Salamu zangu kwa niaba ya Baraza la Waislamu mkoa wa Dar es Salaam ni fupi sana. Ili zinoge, nianze kwa kuipongeza taasisi ya Al-Hikma. Ili naungana na wale wote waliotangulia kwa kutufanyia mazuri mengi, ikiwemo hili la kuwaozesha vijana wetu ambao leo umefikia 500 ukilinganisha na wale wake zao jumla watu 1000. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii ina faida nyingi sana, lakini kubwa ni kuhakikisha tunapunguza mfumuko wa yale makundi ambayo kwa makusudio yetu tunawapa majina tofauti ambayo si mazuri, ikiwemo watoto wa mitaani, panya rodi na wengineo kama alivyosema Sheikh Kishki. Nilikuwa nikipitia taarifa mbalimbali. Nimekutana na taarifa ya Wizara ya Sheria na Katiba. Wanasema talaka zilizosajiliwa mpaka mwaka jana iliyofika Aprili, zilizosajiliwa zilifika 1180. Ukilinganisha mwaka uliopita kabla mwaka jana zilikuwa ni 711. Kwa mtu mwenye kutafakari mambo ataona namna gani mambo yanakwenda mbele katika yale ambayo tusiyotarajia. Kwa mwaka mmoja kutoka 711 mpaka kufika 1180, utaona nini kinachozidi kati ya ndoa na talaka. Moja kwa moja utakuta talaka zinakuja kwa kasi zaidi kuliko ndoa. Lakini nilipitia pia taarifa ya Wizara ya Maendeleo, Jinsia na Makundi Maalum. Huko ndo nilikuta idadi kubwa zaidi. Mpaka mwaka jana migogoro iliyohusisha ndoa na talaka ilifika 97,380. Ukilinganisha mwaka wa nyuma yake huko ilikuwa ni 31,173. Ni mara 3 zaidi. Kwa nini nimeanza hivi? Watoto wetu, vijana wetu ambao leo wameingia katika bakti hii, na waombeni mkaongeze punguzo la idadi hizi za talaka. Hizo nilizozitaja ni zile tu zilizokwenda serikalini na kusajiliwa. Sikwambii zile zetu zinazotokea kule Tandale, Ilungule, Mparange, Magomeni, ambazo watu wanamalizana wenyewe tu asubuhi, sikutaki rudi kwenu, ambazo hazijakuja hata kwa Sheikh Kitogo. Ziko ngapi? Kichukua hiki kilichosajiliwa ni kuonyesha hali mbaya tuliokuwa nayo, ambayo ndio inapelekea hayo makundi tuliokuwa tunayaona. Niwaombe sana, kama Qur'ani inavyosema, ndoa inashikwa na mume. Kilichokuja kwenye Qur'ani, vocabulary iliyotumika ni amsik alaika zaujaka. Amsik, nenda kamzuie mkeo. Imetumika neno kuzuia. Al-imsak ni vocabulary ya Kiarabu yenye kumaanisha kukikamata kitu kwa akili, busara, weledi, nguvu na umakini mkubwa. Ndio al-imsak. Na ndio iliyotumika hapa wakati mnaozeshwa, uzawijuka ala ma amara Allahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsanin. Kwa nendeni mkawazuie
wake zetu. Kwa nini Mungu katumia neno mkawazuie? Kwa hiyo namalizia, mwanamke kabla hajaolewa ni mtu anayependa zaidi kuolewa kuliko mume kuoa. Ukitembea huko mitaani, mabarobaro na vijana wanaotaka kuoa na wanaotaka kuolewa, nani wana hamu zaidi? Utakuta ni wasichana. Wao ndio wanapenda zaidi kuolewa. Lakini ajabu, akiingia kwenye ndoa tu, yeye ndio anaotaka kuachika. Hata jambo dogo tu, siku umemtizama vibaya, hana cha kukwambia isipokuwa atakwambia niache. Siku umeshinda naye tangu asubuhi mpaka jioni hujamchekesha, hana atakachokwambia, atakwambia niache. Yaani hana silaha nyingine, silaha yake niache. Wana kisa changu na kitoa siku zote. Mimi nikiswalisha pale msikiti wa Kichangani siku za nyuma. Siku moja nimeshuhudia tukio la mzee ambaye zaidi ya umri wake Sheikh Abdul Qadir. Tupo katika tahiyatu ya mwisho, kabla hatujatoa salamu, nimemsikia mzee yule anasonya ndani ya swala. Sikuweza kumuuliza pale kwa sababu tuna swali, lakini baada ya swala tu nimemuuliza, mzee vipi, salama? Akanambia salama tu. Vipi? Nikamwambia nimekusikia umesonya. Akanambia ushaoa wewe? Nikamwambia nimeoa na nina mke zaidi ya mmoja. Akamwambia tusogee pembeni. Akamwambia mama yako, akimaanisha mkewe, naye zaidi ya miaka 40 na kitu, lakini leo kanambia nimuache. Ndugu zangu, ni watoto wetu, usiambiwe niache na wewe ukamuacha. Wewe ondoka nyumbani, katafute chochote tu. Hamna ile kumalizana juu kwa juu kama alivyosema Sheikh. Na hilo mtaliona tu siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, nataka wanja sina, niache. Kwa msifanye hivyo. Na mwisho kabisa, tafadhalini na kuielewa vibaya aya ya Mwenyezi Mungu, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, kwa maana mkaishi nao kidikteta, mkaishi naye kidume. Hapana, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa manake wanaume ni wasimamizi wa maisha ya wanawake ndani ya ndoa. Ndio maana imetoa 'ala an-nisa, wanawake wote, mama, dada, shangazi, shemeji zako, wale wote nendeni mkawa simamia. Masala ya bingwa itawakuta kilichomkuta yule mtu aliyomaliza Mahdi juzi. Kaoa mwanamke hajui kupika, maskini, vyakula vya kwao, ilikuwa ampeleke kwa shangazi zake wampikie, lakini yeye akaja na utaratibu wa kumwandikia aya Mwenyezi ya mtume jikoni, inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu akifanya jambo alifanya vizuri, kisha akaibandika ile hadithi jikoni. Mtoto naye maskini, kumbe amesoma, akaielewa kwamba huyu anamaanisha mimi sijui kupika, yeye akaibandua ile karatasi akaenda kuibandika kitandani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.